Uhalifu kwa kutumia pikipiki akiwa na mwenzake katika maeneo haya. Asubuhi ya leo haikuwa bahati kwake mara baada ya kutaka kukwapua simu ya mwananchi mmoja ambaye alikuwa kwenye bajaji, na bahati ambayo haikuwa njema kwake, au unaweza kusema kwamba za mwizi ni 40. Alizidiwa nguvu na mtu huyo au mwananchi huyo ambaye alitaka kukwapua simu yake pamoja na pochi, baada ya kuteremka haraka kwenye bajaji hiyo na kuanza kuwafukuza. Yeye akateleza na kuanguka. Baada ya kuanguka akakimbia na kwenda mtaa wa pili, ambapo inaelezwa kwamba ndo mtaa ambao yeye huwa anaishi, hivyo watu wanamfahamu, na akaingia kwenye nyumba mojawapo ya watu wanamfahamu, wakawa wamemwokoa kwa kufunga geti na kuwapigia jeshi la polisi askari wafike kwa ajili ya kumchukua na kwenda naye kituoni. Hali ilikuwa hivi hadi ambavyo amefanikiwa kunusurika baada ya wananchi wenye hasira kali kuichoma pikipiki moto, na yeye walitaka wamlete hapo hapo wamchome moto, lakini polisi waliwahi na kumwokoa. Kwa nini mmeshindwa kumdhibiti? Sio tumeshindwa. Sikiliza, tumemkimbiza mwizi akakimbia peku. Umesikia? Baada ya mwizi ule kukimbia peku, sisi tukashindwa kumkabili ule mwizi, lakini kumbe kuna nyumba wamemficha. Baada ya polisi kuja, wameenda kumsokoa mwizi yule. Hapo. Na polisi wamemwataki yule mwizi na wakamchukua. Sawa, walipomchukua yule mwizi wakaondoka naye kwenye gari yao, wanataka na pikipiki. Sisi pikipiki tunabaki nao vijana kama scraper, ili iwe fundisho na kesho kwa mwingine. Wewe pikipiki ni mali ya mwizi? Mali ya mwizi si hatujamjua mwenye mali. Ila mwizi aloiba, mwizi hajapigwa. Hajapigwa? Kwa nini hajapigwa? Yaani mwizi ameenda sehemu fulani hajaguswa. Mwizi ameondoka na tange umoja. Tumeshindwaje sasa? Tumeshindwaje? Ameenda kuficha. Pikipiki ni yako. Huko chini yenye watu wanamtetea hataki aguswe. Wewe ni wa mtaa. Ila hajaguswa. Ilikuwa nataka achomwe na yeye. Kwani ilikuwaje? Yaani tukio lilikuwaje? Hatujui hata kwamba ni mtu unasikia tu ameiba basi. Watu simu yake. Tukio lilikuwa hivi. Yaani huyo jamaa alikuwa, kuna mdada alikuwa kwenye bajaji. Sawa? Huyo mdada alikuwa kwenye bajaji akawa anakabwa. Kwa hiyo yule jamaa wa bajaji alichofanya amefanya kumsaidia. Yaani amefanya kupita naye kumgeuzia bajaji kidogo hivi, akawa amemchomoa kidogo, akawa ameanguka, kwa akawa amekimbia. Baada ya kukimbia ndo watu wakamficha kwenye geti, ila bike tumefanikiwa kuichoma moto. Na huyo ameibiwa nini yule? Ameibiwa ni pochi na pamoja na nani? Ni pochi, ameibiwa pochi pamoja na simu. Kwa hiyo ilikuwaje huyu mmoja akakamata? Mmoja amekimbia kwa sababu alipokuwa anakimbia alishikwa kwenye mmoja aliungana naye mpaka akafanikiwa kumkamata. Na ilikuwaje sasa mmeshindwa kumdhibiti? Tumeshindwa kumdhibiti kutokana na amefungiwa ndani ya geti, alafu geti lenyewe ni kali. Ila ni fezea, tulikuwa tumemind vibaya mno. Alikuwa na yeye achomwe kama bike ilivyochomwa hapo. Unasema ni mtoto wa mtaa huu? Ni mtoto wa mtaa huu hapo Arusha tu hapo. Alafu nyoka mdogo sana hapo. Anaitwa nani? Hatumjui jina lake. Ila nchali ambaye ni wanted wa muda mrefu sana. Sasa kwa hii ya kukamatwa na polisi, mnahisi atachukuliwa hatua yoyote? Huyo sidhani kama atakaa muda mrefu, huyo atatoka, maana ni matukio yake ya siku zote hayo. Hajawahi kukutwa na hatia. Yaani anaoga anakamatwa na kuachiwa mara nyingi tu. Wewe unaambiaje polisi? Watende tu yaliyo kwa sababu kutokana na chalia na matukio mengi, nitakiwa abaki kama ni huko, kama tumeshindwa kummaliza sisi, abaki tu huko ndani. Mwingine? Chukua
Unapompigia simu polisi unaje kwenye tukio fulani, polisi anakuja na kukutishia silaha na kuambia toka kwenye ile eneo, kaa mbali na sisi. Ina maana yule aliyokupigia simu kuja kwenye ile tukio unamjua ni nani? Sisi ndio raia tunayewasaidia. Kwa nini wananchi wasikitu wakiibiwa na vibaka wana hasira sana? Hasira kwa sababu polisi, hakuna jeshi la polisi alifanyi kazi sahihi. Unamkamata mwizi kama hivi, wewe mwenyewe umeshuhudia, tumeenda kumchukua mwizi kule. Mwizi amechukuliwa hapa Msafi, utafikiri ametoka, yaani utafikiri ametoka sijui kufanyaje saluni. Mwizi anatakuwa aende hata amepigwa, amefanywa kitu chochote ndio ujue kwamba huyu ni mwizi. Wewe mwizi tumemkamata mwizi kule, analetwa mpaka hapa. Jeshi la polisi wanatishia watu silaha, watu wanakaa mbali. Jinsi unavyojua raia wa Tanzania jinsi walivyo, wanaogopa silaha. Ushauri wako ni nini? Ushauri wangu jeshi la polisi wawe na ushirikiano na raia, na wawe na mshikamano na raia. Unapofika unaongea na raia, mtu atajua huyu ni polisi anayefanya kazi ya nini, ya serikali. Na natakuwa nisaidie na mimi pia. Kama mimi pale wamenimind mimi. Umeona? Wameongea pale wananionyeshia vidole mimi. Kwamba mimi, ina maana mimi hapa tukitoka kwenye ile eneo, ina maana hapo tayari kunitafuta mimi. Umeona? Wameshaniwekea bifu mimi. Tunachotaka wenyewe, mimi nimesema wakinikamata wakifanya chochote tujue serikali itafanya nini sasa. Kwa hiyo lolote litakalotokea tujue watu wa raia wameona nilichokifanya mimi, raia wameona. Lolote litakalotokea nikikamatwa nikifanyaje, ina maana raia wameona. Kwa nini nyinyi mdhibiti kama polisi hajafika? Sisi tulivyofika kuwawahi wakawa wamekimbia wakapata upenyo. Walivyorukia kwenye hizo nyumba, kurukia kule nyumba, watu wakawahi kufanyaje? Kuzungukia kule wakapata misaada kule, hatujajua wameingilia geti gani. Wakawa wamepotea mbele yetu. Mbona? Hatujajua wameingilia wapi. Kama sasa hivi polisi umeona wamefika hapa. Msaada waliopata kwamba wameenda sehemu fulani, wameambiwa na raia. Kwa nini wasifike wao wakasema mwizi ameingilia sehemu fulani? Ni kwamba hujui. Raia ndio nitakuwa kupe msaada. Wewe unapomletea unapomletea shida raia, utapata msaada kwa nani? Naamini kwamba atafungwa huyu kibaka au hawezi fungwa. Tunajua siku ngapi tutamuona hapa. Kwa hiyo polisi unapofika pale polisi, wale wanachotaka ni pesa. Hakuna kingine wanachotaka. Unafika pale unaambiwa zamana, unaambiwa ni hela. Mpaka utoe kiasi fulani ndio utoke. Ndio unachokitaka pale. Hakuna kingine zaidi ya pesa. Umeelewa? Hakuna kingine zaidi ya pesa. Kwa jina anaitwa Cosmas William, niko Ngarenaro hapa. Hawa polisi wakikamata hizi bodaboda ambazo hazina plate number, huwa wanachukua zile teni zao au 5,500 zao, wanawaachia wale jamaa, wanafanya kama mradi wao. Kwa hiyo jambo hili jeshi la polisi tunakuambia RPC jambo moja, kwamba utusaidie. Hawa bodaboda walioshakuwa mazoea na hawa bodaboda wa kuchukua teni na 5,000, tunaomba uwabadilishe. Wanapita mtaani wakiokota, yani wanafanya ndo mradi. Tunaomba tu, kwa ushauri wangu, naomba tu wabadilishe. Kuna baadhi ya polisi wanaokota 5,000, 10,000 kwa ajili ya hizi plate number ambazo ndio maana unaona zinaongezeka kila pakikucha. Kwa nini wananchi hawana imani sana na askari wakati ndio wanawalinda kwenye masuala ya usalama? Hawa polisi kwa sababu hawana imani nao, kwa sababu hata wakiwa na tukio lao, hawa polisi wanachukua pesa wanalokota kidogo. Unaona kama vile, angalia kama vile, angalia kama. Kwa hiyo ndio hivyo, unaona kabisa.